alikuwa katika kikundi cha wanafunzi wa Yesu, aliona mambo mengi ya Yesu. Ndio sababu aliandika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka Mungu akusaidie chembo kilicho chema. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alipokuwa anafanya kazi hii, wakati Luka aliandika kitabu hiki, Yesu alikuja kwa ajili ya Wayahudi, the Jews. Na watu wengi tulisahaulika, lakini Luka ameandika vizuri. Anasema kwamba kwa sababu ya yale maombi ya Luka aliandika, anasema kwamba sisi tukakubalika katika maisha ya Yesu. Nasema kwamba tulikubalia katika mipangilio ya Yesu, wa Yunani, Wayahudi pamoja na watu wa mataifa, the Gentiles. Nataka Mungu akusaidie unapokaa katika maisha yako ya Kristo, ujue kwamba uko katika mpango mzuri wa Mungu. Mungu amekutambua, amekuweka katika mpangilio yake. Kwa sababu gani? Yesu alikuita na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo lingine ambayo nataka kwenda nayo nyumbani, ya kwamba Yesu alitambua walio maskini miongoni mwetu. Na Luka aliandika anasema kwamba licha kwamba Yesu alikuja kwa Wayahudi ambao walikuwa na uwezo, licha wale ambao walikuwa hawana uwezo, maskini, Yesu aliwatambua. Ndio sababu Yesu alitembea sana na maskini katika maisha yao. Alitembea sana maskini katika maisha yao. Aliweza kutembea katika maskini. Na pia Yesu alitambua wale ambao walikuwa wanatenda dhambi. Hata tunapoona katika maisha yake, Yesu aliingia katika miji ya wale ambao walikuwa hawatambuliki na Wayahudi, kwamba wale ambao walikuwa watenda dhambi kulingana na Wayahudi. Wakati mmoja Yesu anapotembea pia katika mji ya Yeriko, Biblia inasema kwamba alienda katika mji ya Yeriko, na alipokuwa anapita katikati, kuna mtu mmoja Zakayo alitaka kumuona Yesu. Watu walimjua Zakayo kama mtoza ushuru, mtenda dhambi. Lakini alipofika alikaa katika mkuu, Yesu akamwambia kwamba Zakayo, shuka, nitakaa katika nyumba yako. Yesu akaingia katika nyumba, Wayahudi waliona kama ni nyumba ya mtenda dhambi. Kwa hivyo Yesu alikuja kwa sababu ya sisi ambao hatukufanya vizuri. Wakati mmoja alipokuwa katika nyumba ya Zakayo, Biblia inasema kwamba huyu Mary ambaye tunazungumzia siku ya leo, huyu Mary alikuja kwake. Mary alikuwa kahaba. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kahaba katika mji ya Yeriko. Na Biblia inasema kwamba alipoingia pale, alienda miguuni pa Yesu akalia, akadondosha machozi mengi katika miguu pa Yesu. Na alipokuwa analia, watu wakasema kwamba Yesu amekaribisha kahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikuambie jambo moja. Lakini Yesu, kwa sababu huyu Mary alikuwa kahaba na alikuwa ametengeneza nywele ya gharama, akapanguza machozi yake kwa nywele yake safi. Na Biblia inasema kwamba Yesu akamkubali, akamwambia kwamba enenda zako, dhambi zako zimesamehewa. Unapoenda katika miguu pa Yesu, unapata ondoleo la dhambi zako, unapata favor, unapata ukombozi katika maisha ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alipenda sana familia, kwa sababu in the family circle, Yesu alipenda sana familia tusimame. Ndio sisi tunahimiza kwamba tusimame katika familia zetu, tusomezane. Hata kama mtu mmoja ako na makosa, tuhimizane pamoja, familia tusimame. Kwa sababu gani? Yesu alipenda family circle isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo mawili nataka kumalizia pale, kwa sababu sitaki kuzungumza, nataka kuongea tu kwa sababu watu yangu ya ofisi wako hapa. Nataka neno liende. Yesu pia alipenda neno, alipenda Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ilikuwa ni nguzo, na tunapokuwa na Roho Mtakatifu inakufanya una communicate na Mungu, inakufanya unazungumza na Mungu, inakufanya kwamba shida zako Mungu anazikubali. Kwa hiyo sisi wa Kristo tutafute mbinu tupate Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sababu hii inatufanya tuwe na ile breakthrough. Tutafanya ile breakthrough. Kitabu cha Luka Mtakatifu kiligawanya katika viwango vitatu, lakini kuna mambo mawili nataka kuzungumzia pale. Jambo la kwanza, kitabu cha Luka Mtakatifu kilizungumzia kuhusu mwanadamu. Kusoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu 19 mstari wa 10, tunasema kwamba Yesu alikuwa mwanadamu. Ndio kosa utaweza kukaa miguuni pa Yesu ukimwamini kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini mara tumesoma Martha, ukiangalia katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana mlango wa 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 35, inasema kwamba Yesu Lazaro alipokuwa mgonjwa, alikuwa mgonjwa, na Yesu alikuwa katika kijiji kilicho ng'ambo, na Martha na Mariamu walitumana Yesu aje
akaponya ndugu yao Lazaro, lakini Yesu alizuia kuja kwa haraka. Kwa sababu gani? Alijua kwamba mtakuja tu unataka kulitukuza jina la Mwenyezi Mungu. Ukisoma mstari wa 20 inasema kwamba wakati Yesu alipokuja, Martha ndiye alijua kwanza, akakimbia watu na matweni, akamwambia Yesu ya kwamba kama ungelikuwepo ndugu yangu Lazaro angekufa. Bwana asifiwe sana. Martha alienda kusema kwamba kitabu kiliandikwa na Luka ambaye alikuwa amehitimu masomo ya udaktari, alikuwa anatibu watu kama hivi vile mmesema sister. Alikuwa anatibu watu vizuri. Na pia alikuwa amesoma masomo ya Kiyunani ya kihatibu katika lugha ya Kigiriki. Na alitembea pamoja
alikuja kwa ajili yetu na watu walimtambua kama mwanadamu. Kwa hivyo hii ni mstari muhimu sana kwa ajili ya maisha yako. Unapomtambua Yesu kama alizaliwa kwetu, akaishi pamoja nasi na pia tukamsubiri akawainua. Ndio maana kwamba maombi yetu haijibii. Kwa sababu gani? Tunaomba tu tunaguza. Hata tunapoomba watu wengine hawataki kuomba, tunaguza maombi tunawacha. Martha aliguza maombi tu, akamwacha Yesu kwa sababu ya kompleni. Akarudi nyumbani, akamkuta Mariamu, akamwambia kwamba Mariamu, unajua kwamba Yesu anakuja. Mariamu aliposikia habari kwamba Yesu anakuja, Mariamu alitoka mbio, akaenda akakuta Yesu bado wako pale. Akaenda kwa miguuni pa Yesu, akalia, akamwambia kwamba Yesu, kama ungekuweko ndugu yangu Lazaro hangekufa. Lakini Martha alienda mbele, akamwomba Yesu, najua hata chochote utakapofanya Mungu atajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuamini neno moja, na kwamba unapoamini kwamba Mungu anaweza, unaweza kumkumbusha Mungu. Mary alimkumbusha Mungu, akamwambia kwamba najua chochote utakaposema. Mary aliendelea kumwomba Mungu, hakuondoka kwa haraka. Aliendelea kukaa miguuni pa Yesu, akamsikiza bila sema kwamba akamuvu hisia za Yesu, akamguza Yesu. Yesu akamuuliza, huyu Lazaro ako wapi? Ukisoma mstari wa 34 kitabu cha Injili ya Yohana mstari kapeleka kaburini, pia sema kwamba huyu Yesu akaona kaburi ya Lazaro ya verse number 35. Yesu akalia machozi. He was moved, he cried. Pia sema kwamba akalia machozi, akaambia toeni jiwe. Mary alikuwa na imani, Mary akaamini kwamba because of that resurrection, aliamini kwamba Yesu anazungumza na ndugu yangu Lazaro definitely. Na Yesu akaamurisha kwamba jiondoeni jiwe, akampiga kwa sauti juu kwamba Lazaro hamuka kuja, na Lazaro akatoka kaburi, akaambia toeni mavazi yake, na Lazaro akaondoka, akamwambia nenda sasa. Huyu Mary tunazungumzia aliweza kuamini licha kwamba kumuona Yesu, aliweza kuamini akakaa miguuni pako. Na pia sema ukiangalia katika kitabu cha Luka mtakatifu 12, Luka mtakatifu, ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana 12 mstari wa 3, pia sema kwamba Yesu huyu ambaye alimfufua Lazaro alikuja tena katika nyumba ya kina Mary pamoja na Martha katika mji ya Betheli. Na alipofika pale, pia sema kwamba ilikuwa ni wiki ya mwisho kabla Yesu kusulubishwa. Na Biblia sema kwamba alipofika pale, huyu Mary alikuja na zawadi. Unajua kama unataka kuja kanisani, Mungu alikusaidia, alikuponya. Juzi ilikuwa mgonjwa umepona. Juzi ilikuwa na shida, Mungu ameimaliza. Unakuja mbele zake na nini? Pia sema kwamba Mary alikuja na mafuta ya gharama. Watu wanasema kwamba ingeuza dinari 300 isaidie maskini. Huyu ni Luda Iskariota analalamika, lakini alimpaka Yesu, akampaka miguu, na Yesu akamtataka sema kwamba waacha Mary aniletee zawadi, kwa sababu itaandikwa kwa ajili ya ukumbusho ya kifo changu. Lazima ujitokeze na zawadi kwa Yesu wakati wa siku ya leo, kwamba chukua uchaguzi ulio mwema. Unachagua nini? Unachagua kutumika ama unachagua kukaa miguuni pa Yesu? Mary alichagua kitu kizuri. Unaposoma ile mstari wa 42 katika Luka mtakatifu mlango wa 10, Biblia inasema kwamba wakati Martha alipokuwa analalamika kwa bidii,
Yesu alimwambia kwamba Martha, Martha, wacha kuhangaika na vitu vingi. Hizi vitu vyote havina faida. Kitu kinachokitakana kitu kimoja, na Mariamu amechagua kilicho bora. Unapochagua kuingia kanisani, unapochagua kukaa na Yesu, Biblia inasema kwamba umechagua kitu kibora. Nataka unapoondoka hapa uwe na uchaguzi mwema. Chaguo lako ichague Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Uchague kukaa kanisani, uchague kumtolea Yesu, utachagua kumwomba Yesu. Biblia inasema kwamba uchague kukaa miguuni kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tutafanya kuweza kufaidika maisha yetu. Kwa hivyo mambo mawili ambayo nasema lazinayo. Nazungumza tu kwa sababu hii iko katika Facebook, inazungumza katika Kenya yote. Nataka tu ni summarize hii ya kwamba Mary alipenda sana kusikiza Injili. Hii ni mambo ambayo aliweza kukua na Mary. Jambo lingine, Mary alimuongoza Yesu katika kwenda katika kaburi ya Lazaro. Alafu pia Mary, Biblia inasema kwamba Mary alimpaka Yesu mafuta ya gharama. Kwa hivyo hizi ndio qualifications ambazo zinafanya kwamba Mary akachagua kilicho bora, kwa sababu vitu vyote ambavyo Mary alifanya vilimpendeza Yesu. Na huyu Martha yeye ndio alikuwa mzuri, alipenda kama wale wengine wanapendanga kuingia kanisani, lakini mambo ya kanisa hawakujali. Wanataka tu waweke bahali kidogo kwenda kupika chakula, watu wengine wanataka tu watu kidogo kuimba kwa kwaya, watu wengine wanataka kuwa kwa praise and worship, lakini mambo ya kiroho wanapuuzia. Lakini Mariamu alipenda mambo ya kukaa katika Yesu, mahali patakatifu, mahali pa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu hiyo Yesu akakubali kukaa kwa Mariam, akamtukuza, akamsifu kwa sababu alichagua kilicho bora. Unapoondoka hapa, enda fanya uchaguzi. Ya kwamba uchague kukaa na Yesu. Fanya uchaguzi mzuri, ufanyia Yesu kazi kama vile Mary. Fanya uchaguzi mzuri, umuinue Yesu katika maombi. Fanya uchaguzi mzuri, utende kazi ya Yesu Kristo, na Mungu atakubalika, atakutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kufungua hazina yako, nataka tutoe sadaka. Nataka tu tutoe sadaka, nikaribishe wageni wetu waongee mambo mawili, alafu waende wapewe lunch, waende, alafu sisi tutaendelea, tuko na mambo mengi. Bwana asifiwe. Unapoenda kutoa sadaka, nafikiri kila mmoja amechukua bahasha yake ya fungu. Na kila mtu amechukua, nataka ile kikapu kingine. Nataka mtu amechukua sadaka yake ya fungu, amechukua sadaka yake ya Mother's Week, na pia amechukua sadaka yake ya upatanisho. Na mjua kwamba Mungu atakutenda mema, atakuonyesha kitu kikubwa. Mungu anataka kubariki maisha yako. This is the day unaenda kuchukua uchaguzi ambao utakufanya umuone Yesu. This is the day unaenda kuchukua uchaguzi ambao utakuonyesha njia zako za ubarikizo, kwa sababu Yesu ni mwaminifu katika maisha yako. Kwa hiyo sadaka utaweka hapa, kikapoile kitakuja paacha zako za Mother's Week utaweka hapa. Alafu paacha za fungu la 10 utaweka hapo hii. Na Mungu atakubariki. Nataka wale vijana wetu mmoja tupatie wimbo tunaposimama kutoa sadaka. Tusimame kwa pamoja kwa sababu ya muda. Tusimame kwa pamoja Mungu sababu.
ziwe takatifu machoni pako. Wanapoondoka kwa mtakatifu, kutana mahitaji yao. Bariki kazi ya mikono yao, bariki mashamba, bariki mifugo. Bariki kila jambo ambalo anatenda kusoni Bwana. Utaonekania kila jambo tuweze kuona utukufu wako. Katika jina la Yesu na malkia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka naona watu wengine bado wanatembea na sadaka. Na pia tunamaliza mambo ya sadaka. Nataka tunamaliza mambo ya sadaka tuende kwa nyingine. Bwana asifiwe. Amen. Nataka movement ikumbuke. Nataka kwenda kwa jambo la dharura. Nataka kwenda kwa jambo la dharura, na vile saa hii mmeona mchungaji akiwa ametoka hapa la familia yao, mjukuu yao ni mgonjwa sana. Nataka tumuaminie kwa maombi. Inawezekana kama maombi yetu siku ya leo itamponya kuja na ushuhuda. Kwa hiyo nataka Mungu akusaidie tunapoenda kusimama kuomba, nataka kusimame na imani. Najua kwamba katika maisha yetu kuna mambo mengi yanaweza kuja hapa katikati. Lakini niko na hakika kwamba imani yetu sisi pamoja inaenda kufukuza ile ibilisi. Najua kama inaenda kupata uponyaji. Kwa hiyo tunapoenda kumuombea, nataka usimame kwa imani. Nataka Mungu akusaidie imani yako hii itufuane kwamba yule mtoto akapone, tupate ushuhuda. Hata kama kijafika jioni tusikie kwamba anaenda vizuri, tushukuru jina lako. Kwa hiyo nataka tu nipate worship kwa fupi ninapomkaribisha Pastor Tom kuja kuomba. Mungu akusaidie mama, nataka tu imani yako, nataka unisaidie. Nataka imani yako tuweze kusonga nayo mbele kwa ajili ya uponyaji huu ambao Mungu anataka mtoto huyu apone. Nataka Mungu aweze kumgusa siku leo, na najua kwamba Mungu ni mwamini. Tusimame mahali tulipo. Nataka tuombe kwa ajili ya mtoto huyu. Nataka Mungu atusaidie mtoto yako.
Mahali ulipo, chukua nafasi yako ya kunena na Jehova. Mwambie Yehova, wewe unaweza. Mwambie Yehova, wewe unaponya. Mwambie Yehova, hakuna mwingine tutakayemwinamia. Hatutainamia miungu, hatutasujudu miungu, tutasujudu Yesu aliye hai, ambaye alimfufua Lazaro akatoka kaburini. Kwa sauti ya Yesu, Lazaro aliweza kutoka kaburini, wakatukuza jina lake. Licha ya mtoto huyo kuwa mgonjwa, tunataka tuteke nyara nguvu za giza, mapepo ambayo yanainuka, mapepo ya magonjwa ya pneumonia, mapepo ambayo hayaweki, mapepo ya malaria. Leo hii Jehova, tunakataa mchana wa leo, tunakuja magonjwa ya pneumonia katika jina la Yesu. Ninakuja kinyume cha mtu wa kale ambaye ameleta mtoto, magonjwa ya ukoo, magonjwa ambayo hayana tiba. Ninakataa shetani na mizigo yake, ninamrudisha leo, ninakataa nguvu zake kwa jina la Yesu. Nakuja kinyume cha magonjwa yameteka watoto, yameteka wazee, yameteka wamama. Ninang'oa leo hii, ninakataa, ninang'oa, ninakemea kwa jina la Yesu. Shetani toka, shetani toka, shetani toka. Magonjwa ya pneumonia toka, magonjwa ya malaria. Baba Jehova, ni wewe tunakuita, ni wewe ninaalika. Ukoo ambao tumezaliwa nao, abantu barwara, abantu batahula Yesu, ama saidi endelea, saidi ya corona, karonda wana wetu, karonda wetu, kama Kenya, niga suwa, unanga ya muriro, demonia, demonia, nakuita leo katikati ya familia ya Robert, mjukuu wake Bwana, shetani amemteka. Yesu, tunakuita jinsi ulivyoitwa, ukaja ukamfufua Lazaro. Amsha mtoto huyu, 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 maana wewe unaweza. Baba, kuna wengine wako na watoto hapa Baba, wengine ni wana maumivu Baba, hata hawajasema. Wengine wana wameona ni aibu kusema. Jehova, wale ambao ni wagonjwa, Jehova, ninawanyanyua, ninawaleta kwako. Jehova, watembelee, Jehova, watembelee, Jehova, watembelee, Jehova, watembelee, Jehova, watembelee, uza maisha yao. Baba, ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Tutainamia nani? Tumeinamia waganga, tumeinamia bwana madawa, lakini hatupati uponyaji. Lakini leo hii ninaamini wewe unaweza. Baba, unaweza. Baba, unaweza. Baba, unaweza. Baba, unaponya. Baba, unainua. Baba, unatakasa. Baba, unakomboa. Kwa jina la Yesu, wacha wakombolewe. Kwa jina la Yesu, wacha wapate uponyaji. Jehova, ni wiki ya kukuinua, ni wiki ya kukuabudu. Baba, watu wana mioyo migumu. Baba, watu wana mioyo migumu. Baba, nimesimama kwenye pengo, nimesimama kwenye pengo, nimesimama kwenye pengo. Yesu, naleta dua yao, naleta dua yao, naleta dua yao, naleta dua yao. Ponya watoto wao, ponya watoto wao. Baba, hata mtoto wa director Baba, tumesimama kwenye madhabahu haya. Amesema mtoto ameponywa. Na Baba, kazi iliyobaki imebaki kwako. Kazi iliyobaki imebaki kwako. Kama
tu Bwana, tutatenda nini? Baba, ninakuita leo ukashuke Bwana. Walio madhaifu Jehova, wanyanyue Jehova, watukuze jina lako. Baba, asante. Asante Bwana. Wacha maombi ambayo wamekuita Bwana yanuke manukato katika nyumba yako, yanuke manukato katika maboma yao, yanuke manukato katika kazi zao, yanuke manukato katika kijiji chao, yanuke manukato katika kanisa hili. Tunasema ni asante. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Guza uliye naye karibu. Shika tu uliye naye karibu. Shika tu uliye naye karibu. Mwambie pona katika jina la Yesu. Tangaza uponyaji juu yake. Mwambie pona katika jina la Yesu. Pona katika jina la Yesu. Pona katika jina la Yesu. Yesu anaweza. Asante kwa sababu Bwana unatenda na umetenda. Jina lako lipewe sifa kwa pendo la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi. Bwana asifiwe. Asante. Najua kwamba Mungu ameanza kutenda jambo. Wakija kwamba umeenda kwa karani, ukimaliza ibada kama umeleta malaki karani ya mama, waandike jina lako, hata hapa ataniambia majina. Nataka kumkabidhi district secretary wetu. Ongea tu.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe.